Karibu tena mtazamaji katika sehemu yetu ya pili. Tuendelee na taarifa, na pia huwa kawaida ni wakati wa kuanza mahojiano, lakini kabla ya mahojiano naarifiwa kwamba kuna taarifa ambayo imechipuka katika kaunti ya Nakuru kule ambako Wizara ya Afya katika kaunti hiyo kwa sasa inazindua dawa mpya aina ya Lenacapavir ambayo ina uwezo wa kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV. Kumbuka mapema mwaka jana, mwisho wa mwaka jana, hii dawa iliweza kuzinduliwa. Upatikanaji wa dawa hii mtazamaji ni hatua kubwa katika kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo wa ukimwi ambao umekuwa changamoto kuu ulimwenguni kote. Moja kwa moja tuwasiliane na mwanahabari mwenzangu Kennedy Gashuhi akiwa sehemu ya Nakuru pale kutuarifu zaidi. Nadhani Ken, unanipata vema? Naam Manzu, nakupata vyema kabisa. Ni kwamba niko hapa katika hospitali kuu ya kaunti ya Nakuru ambapo Wizara ya Afya kaunti hii wanazindua rasmi dawa ya Lenacapavir pamoja na dawa zingine ambazo zimeletwa ili kupunguza yale maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ambao umekuwa ni tatizo kubwa katika jamii. Ni kwamba ni ugonjwa ambao haujakuwepo na dawa, na kufikia sasa imekuwepo ni dawa zile tu za kupunguza makali, lakini kwa sasa kuna dawa ya kuzuia maambukizi. Na hapa niko na baadhi ya maafisa wa afya. Tukianza na wewe, ukiweza kujitambulisha, pengine tueleze zaidi kuhusu dawa hii. Ni dawa gani na inatumika vipi na inapewa kina nani? Asante sana. Kwa majina naitwa Bernard Luga. Mimi ni County Multisectoral Coordinator for Syndemic Diseases. Mimi ndiye mkurugenzi wa magonjwa tegemezi katika kaunti ya Nakuru, ikiwemo virusi vya ukimwi, TB na magonjwa mengine ambazo ni za kuambatanisha. Ama kwa hakika leo ni siku muhimu sana katika kaunti ya Nakuru kwa sababu tunazindua matumizi ya dawa ambayo inajulikana kama Lenacapavir ambayo inatumika kuzuia virusi vya ukimwi. Dawa hii imezinduliwa katika nchi ya Kenya mwezi 2 zilizopita, lakini katika kaunti ya Nakuru tunalizindua leo, na cha muhimu ni kwamba dawa hii inatumika kwa wale ambao hawana virusi. Tunasisitiza ya kwamba kabla mtu hajapata hili dawa ambayo inapeanwa kwa njia ya shindano, lazima kwanza awe hana virusi, kisha dawa hii inarudiwa baada ya miezi 6. Kila baada ya miezi 6 mtu apimwa, kisha anapata shindano ama hili dawa kuzuia virusi vya ukimwi. Hii ni mojawapo ya njia ya kuzuia virusi vya ukimwi. Tuna njia zingine ambazo tumekuwa tukitumia hapa awali, ikiwemo matumizi ya mipira ama condoms ukipenda, na tuna madawa pia ambazo tumekuwa tukitumia, dawa ambazo vidonge za kumeza, zile za PrEP ambazo mtu anatumia. Kwa hivyo hii ni njia moja tu kati ya nyingine nyingi ambazo zinatumika kuzuia virusi. Katika nchi zilizoanza kutumia njia zingine kama ring, tuna pia hiyo ring ambayo inatumika, lakini kwetu hapa kwa leo tunazindua matumizi ya Lenacapavir ambayo ni dawa ya kuzuia virusi vya ukimwi. Na pengine ukiangalia dawa hii ni dawa ambayo itakuwa ikilipishwa, ama watu ambao wanaitaka ama wangependa kuipata wataipata wapi? Asante sana kwa hilo swali nzuri. Kwa hakika hili dawa hailipishwi. Tuko na hospitali ambazo zimetambulika kupeana hili dawa, na ikiwemo hospitali ya sub county ya Naivasha, tuko na Center of Hope pale Gilgil, tuko na hospitali hii kuu yetu hapa Nakuru ambayo ni Referral Hospital, na vile vile Langalanga. Kwa wengi wanajua hapa Referral Hospital yetu kama PGH. Lakini tunaambia wananchi ya kwamba wakifika katika zahanati ama hospitali yoyote ya serikali wataweza kuelekezwa na wataweza kupata ni sehemu gani dawa hii inapatikana. Hawawezi wakakosa dawa. Iko. Na ukiangalia kuna wale ambao wako na virusi vya ukimwi. Unapata kuna mmoja katika ndoa ako na virusi na mwingine hana virusi hivi. Pengine dawa hii ni dawa ambayo itakuwa ikikuja kama ni kuokoa ndoa zingine, na pengine watu ambao mmoja ako na ukimwi na pia labda wangetaka kupata watoto, itakuwa ni hali ya kusaidia ndoa kama hizi. Asante sana. Ama kwa hakika hii dawa pia itazidi kuchangia kwa wale ambao tunawaita discordant couple kuishi maisha nzuri, kuwa na uwezo wa kupata watoto. Hapo awali tayari nimesema ya kwamba kuna dawa ambazo tumekuwa tukitumia, ile ya PrEP kwa yule ambaye hana virusi,
Na kwa yule ambaye ana virusi tayari amekuwa ama tunawahimiza watumie madawa za ARVs ambazo zinasaidia kupunguza makali ya virusi katika mwili ya yule mtu ambaye ako na virusi vya ukimwi. Kwa hivyo ikiwa tuko na wale couple ama wale ambao wanaishi pamoja wapenda nao, mmoja ana virusi na mwingine hana virusi, hii ni nafasi nzuri sana wao kujitokeza kwa yule ambaye hana virusi aweze kupata hili chanjo, hili dawa iweze kumsaidia kuzuia virusi vya ukimwi, na itafanya maisha yao iendelee kuwa nzuri, kwa sababu uwezekano wa wao kupata virusi itakuwa imeenda chini zaidi, kwa sababu tunasema ya kwamba yule ambaye ana virusi wakati anatumia dawa za kupunguza makali za virusi na huyu mwingine atumie ili shindano ambayo inapunguza makali, inazuia virusi kuingia kwake, basi watakuwa wako katika ile hali ambayo tunasema ya kwamba U is equals to U. Yani yule ambaye ako na virusi vyake zimeenda kiwango ya chini zaidi, ambapo sasa hawezi akaambukiza mwenzake. Shukran sana. Niweze kupata afisa mwingine wa afya hapa, tukianza na jina lako. Pengine unaweza ukatueleza uzito ama mzigo wa virusi vya ukimwi ama wale ambao wameambukizwa katika kaunti ya Nakuru, mzigo huu umefikia wapi? Asante. Kwa majina naitwa Martha Kahora, nafanya katika Department ya Health katika kitengo ambacho kinahusiana na HIV, kuzuia na pia matibabu. Tukiangalia katika kaunti ya Nakuru tuko na burden ya HIV, na tukiangalia katika inchi tuna rank number 9 katika burden ya HIV, na tuko na over 46,000 people ambao saa hii wanameza madawa katika kaunti yetu. Kwa hivyo ukiangalia hiyo burden ambayo ni kubwa hivi, ni kumaanisha ya kwamba tukipata hii dawa ya kuzuia maambukizi itakuwa imetupeleka hatua mbele, kwa sababu yeyote ambaye ako katika hali ya hatari ataweza kupata hii dawa ambayo tunapata na ni bure kabisa, na atakuwa amezuia chances yake kupata HIV, na kwa hivyo hii itaweza kupunguza hiyo burden. Tukiangalia setup ya Nakuru County, tunaona tuko katika highway. Tuko na highway ambapo tuko na truckers wengi, na tuko na wale ambao tunaita ni sex workers wengi hapa ambao wako katika hali ya hatari ya kuambukizwa. Wakitumia hii dawa tutapunguza hiyo hali ya hatari, na kwa hivyo huu mzigo utaenda ukipungua kwetu, ambalo ni jambo ni la kufurahisha sana na linatutia moyo ya kwamba tunapopigana na virusi vya HIV, hii dawa itatusaidia sana sana kufika mahali ambapo tungependa, ambapo hatutakuwa na new infections za HIV. Shukran sana. Pengine niweze kuzungumza na mkazi mmoja hapa ambaye, tukianza na jina lako, tueleze kama umejitokeza hapa kupata dawa hii na pengine maoni yako kuihusu ni yapi? Kwa majina anaitwa Geoffrey. Mimi ni mkaaji wa Nakuru. Nimekuwa kwa muda mrefu nimetumia PrEP ile ya vidonge. Sasa ikasemekana kuna ile la Capavir, na kuja tupate injection ya miezi 6. So kwa vile nilimekuwa na challenge kidogo ya kumeza tembe, saa zingine tunaenda tunapata, leo hakuna, nasema niangalie next week hivyo, lakini hii unaona ni consecutive 6 months. Naona itasaidia vizuri zaidi. Nitahimiza wengine, hasa youth, wakitestiwa kule wakijua uko negative, wakuje pia wapate hii chanjo ili tuweze kuchunga jamii. Shukran sana. Hayo ni maoni ama ni semi za maafisa wa kaunti ya Nakuru kuhusu dawa hii ambayo imeweza kuzinduliwa rasmi siku ya leo katika kaunti hii. Ni kwamba dawa hii itakuja kuleta ama ni hatua moja mbele katika kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ambao umekuwa ugonjwa sugu katika kaunti hii na katika dunia nzima. Ni dawa ambayo imekuja kuokoa jamii, na kulingana na matamshi ama kulingana na maneno ya madaktari hapa ni kwamba wale ambao wako katika ndoa sasa, hii ni nafasi yao pengine ya kuishi maisha kama watu kawaida, kama wale ambao pengine hawajaweza kuambukizwa, iwapo watakuwa wakiitumia vile inafaa, kwamba ni kila miezi 6 unadungwa dawa hiyo. Lakini kwa sasa narejesha kwako studioni, Manzu. Asante sana ndugu. Hapo ni Ken akiwa maeneo ya Nakuru. Hii dawa, mtazamaji, tuliweza iangazia mapema mwaka huu wakati ambapo ilikuwa imeingia hapa nchini Kenya, na jitihada kutoka kwa serikali kuhakikisha kwamba inafikia sehemu za mashinani, bila shaka tunaziona sana, na faida yake ni kama ulivyoelezewa hapo na baadhi ya watumizi ambao wanasema kwamba sasa itakuwa ni afueni kwao, hususan wale wako kwenye ndoa. Mtazamaji, sasa tunaingia kwenye mkumbo wetu wa mahojiano siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Bila shaka tunaangazia masuala ya mabadiliko ya tabia